Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeingia dhoruba nyingine ya kisheria kufuatia hatua ya mwanasiasa Said Issa Mohamed kufungua shauri jipya la madai katika Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam, akiiomba mahakama hiyo kukizuia chama hicho kikuu cha upinzani kujihusisha na shughuli zozote za kisiasa nchini. Taarifa hizi za dharura zilizowekwa wazi na afisa habari wa Chadema zimebainisha kuwa chama hicho kimepokea wito rasmi pamoja na hati za madai kutoka mahakamani inayotaka bodi ya wadhamini wa chama pamoja na katibu mkuu kuwasilisha utetezi wao wa maandishi dhidi ya malalamiko hayo yaliyowasilishwa na Said Issa Mohamed akishirikiana na wenzake akiwemo Ahmed. Kesi hiyo mpya ambayo imesajiliwa kwa nambari 13832 ya mwaka 2026 imepangwa kusikilizwa mbele ya Jaji Mpangwa na inatarajiwa kutajwa kwa mara ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu saa 3 kamili asubuhi, ambapo viongozi wa Chadema wanapaswa kuwepo mahakamani kuanza mchakato wa kujitetea. Yaliyomo katika hati hiyo ya madai yanaonyesha kuwa Said Issa Mohamed anaomba nafuu zile zile zilizokuwa katika migogoro yake ya awali na chama hicho, akisisitiza kuwa kuna haja ya kisheria ya kuweka zuio dhidi ya operesheni na shughuli zote za kisiasa za Chadema kutokana na kile anachokiita ukiukwaji wa taratibu za ndani. Hatua hii imekuja katika kipindi kifupi sana tangu Chadema itangaze kumvuta uanachama Said Mohamed na kumfurusha kutoka na mienendo yake, jambo linalofanya mzozo huu wa kisheria kuchukua sura mpya ndani ya mifumo ya mahakama nchini. Katika hati hiyo iliyosainiwa tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2026, katibu mkuu wa chama anatakiwa kuwa ameikamilisha na kuwasilisha utetezi wa maandishi ndani ya siku 21 tangu kupokelewa kwa wito huo, ili kutoa fursa kwa mahakama kuchunguza uhalali wa madai hayo kabla ya kuanza kwa kusikilizwa kwa kina. Suala hili jipya limeibua mijadala mikali na maoni mseto kutoka kwa wadau wa siasa na wananchi mbalimbali nchini, ambao wamekuwa wakiyafuatilia kwa karibu mtiririko wa kesi zinazokikabili chama hicho cha upinzani. Sehemu kubwa ya wadau wamehoji uhalali wa kisheria na shitaki kufungua kesi dhidi ya Chadema, wakielezea kuwa kuna mwanasiasa huyu mwanasiasa huyu alishafukuzwa wanachama hivi karibuni na viongozi wakuu wa Chadema, haifahamiki wazi anasimama kwa niaba ya nani au anapata wapi mamlaka ya kisheria ya kuingilia na kuizuia shughuli za ndani za taasisi ambayo yeye si mwanachama wake tena. Upande huu wa wananchi unaona kuwa hatua hiyo haina msingi wa kisheria na badala yake inalenga tu kukipotezea chama focus na kuwasumbua viongozi ili wasiweze kutekeleza majukumu yao ya kila siku ya kujenga chama na kuimarisha demokrasia kuelekea mabadiliko ya kisiasa. Wachambuzi wengine wameenda mbali zaidi na kuelezea kuwa mfululizo huo wa vikesi vidogo vidogo vilivyo na tija unaidhirisha jinsi uhuru wa mifumo ya mahakama nchini unavyotumika vibaya na baadhi ya watu kwa ajili ya kujitafutia umaarufu wa kisiasa au kutekeleza matakwa ya kisiasa ya vyama tawala. Maoni hayo yanaweza kuwa mahakama imekuwa ikitumia muda mwingi kusikiliza mambo yanayoweza kumalizwa kwa taratibu za ndani za vyama, huku kesi kubwa na za misingi zikiwa zinacheleweshwa, jambo linalowachocha majaji na maafisa wa usalama bila sababu la msingi. Raia kadhaa
wamesikitishwa na namna ambayo michezo hii ya kisheria inavyoendelea kuratibiwa kila mwaka kila kukicha, wakidai kuwa lengo kuu la watawala ni kutumia watu kama Said Issa Mohamed kama wamalaka na wa kudhoofisha nguvu za upinzani na kuwazuia viongozi kama John Heche, Godbless Lema na wengineo wasiweze kufanya mikutano na kuwafikia wananchi vijijini na mijini. Pia kuna mtazamo miongoni mwa wachangiaji unaonyesha kuwepo kwa mgawanyiko wa kalenda ya kisheria na taratibu za uwasilishaji wa nyaraka mahakamani. Baadhi ya wadau wamebainisha kuwa kama malalamiko yamesainiwa rasmi tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2026 na chama kuwepewa siku 21 za kuwasilisha utetezi wa maandishi, haieleweki kirahisi kwa nini kesi hiyo imepangwa kutajwa tarehe 15 mwezi wa 7 kabla ya muda huo wa kisheria kukamilika, jambo linaloashiria kuwepo kwa haraka au shinikizo katika shughulikio linaloashiria kuwepo kwa haraka au shinikizo katika kushughulikia shauri hilo ili lipate uamuzi wa haraka wa kuzuia shughuli za kisiasa. Hali hii inatafsiriwa na wengi kama sehemu ya mkakati wa kimfumo unaoratibiwa na Chama cha Mapinduzi CCM, wakitumia viongozi wanaotoka upande wa Zanzibar kudhoofisha harakati za Chadema mkoani Dar es Salaam na maeneo mengine ya Tanzania bara. Hali kadhalika viongozi wa Chadema kupitia wanasheria wao wameanza mchakato wa kuandaa majibu ya kisheria yatakayowasilishwa mahakamani kabla ya tarehe iliyopangwa, wakilenga kuonyesha kuwa shitaki ana sifa za kisheria za kuwastaki kwa kuwa ana uhusiano wowote wa kiofisi wala wanachama na taasisi hiyo. Kwa sasa mvutano huu unatarajiwa kuongeza joto la kisiasa nchini, hususan katika kipindi hiki ambacho vyama vya kisiasa viko katika harakati za kujipanga upya kwa ajili ya chaguzi mbalimbali. Wananchi na wafuasi wa chama hicho cha Chadema wametakiwa kuwa watulivu wakati bodi ya wadhamini na katibu mkuu wakishughulikia wito huo wa Mahakama Kuu ambao unaleta mwangaza mpya wa jinsi sheria inavyoweza kutumika kama silaha ya mapambano ya kisiasa ndani ya taifa. Huku maandalizi ya kesi yakiendelea, macho yote sasa yanaelekezwa Mahakama Kuu tarehe 15 mwezi wa 7 ambapo uamuzi wa kwanza wa Jaji Mbangwa utatoa mwelekeo kama Chadema itaruhusiwa kuendelea na mikutano yake au la. Mzozo huu unatajwa na wataalamu wa masuala ya kisheria kuwa utakuwa kipimo kingine kikubwa kwa muhula wa mahakama nchini kuonyesha upande wowote wa kuegemea katika masuala ya haki na usawa wa kisiasa bila kuingiliwa na maslahi ya nje. Hatua ya Said Issa Mohamed kufungua kesi hii inakamilisha mzunguko wa migogoro ya kisheria ambao imekuwa ikijirudia mara kwa mara kati yake na uongozi mkuu wa Chadema, huku kukiwa na wito kutoka kwa wanachama wa kawaida kutaka mbinu mbadala zitumike kukomesha kabisa kile wanachokiita mchezo wa tawala unaolenga kurudisha nyuma maendeleo ya Chadema.